nilivyokuarifu, tunaanzia nchini Tanzania. Makundi ya haki za binadamu nchini Tanzania leo Ijumaa yamelaani ripoti za kile ulichokitaja mauaji ya kulipiza kisasi dhidi ya raia katika ghasia za baada ya uchaguzi ambazo kulingana na upinzani mamia ya raia waliuawa. Katika hatua nyingine, waendesha mashtaka nchini humo wamewafungulia kesi ya uhaini karibu watu 98 wanaodaiwa kujihusisha na maandamano hayo ya kipindi cha uchaguzi. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Katika taarifa ya pamoja na mashirika mengine 6 yasiyo ya kiserikali leo Ijumaa, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC kilisema kulikuwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji ambao hawakuwa na silaha, ikiwa ni pamoja na mauaji ya kulipiza kisasi dhidi ya raia, baadhi wakiwa majumbani mwao. Taarifa hiyo imesema, na hapa na nukuu, familia zimeachwa zikiwa na kiwewe na watoto wameshuhudia wazazi wao wakidhulumiwa. Imeongeza kuwa mamia ya watu walikamatwa na baadhi wameendelea kuzuiliwa bila dhamana, mwisho wa kunukuu. Taarifa hiyo imeonya kwamba kiwango cha ukiukwaji wa haki za kibinadamu bado hakijawekwa wazi kikamilifu, lakini pia imekosoa hatua ya kufungwa kwa internet na mipaka kwa vyombo vya habari. Maandamano ya vurugu yalizuka kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki siku ya uchaguzi Jumatano iliyopita, huku vyanzo vikisema mamia huenda waliuawa. Katika ripoti ya awali, waangalizi wa uchaguzi kutoka Afrika walisema uchaguzi huo ulikumbwa na changamoto zilizowazuia Watanzania kuchagua viongozi wanaowataka, na hasa kutokana na kuzuiwa kwa baadhi ya wagombea wa upinzani, vitisho pamoja na dalili za wizi wa kura. Katika hatua nyingine, waendesha mashtaka nchini humo wamewafungulia kesi ya uhaini karibu watu 98 wanaodaiwa kujihusisha na maandamano hayo ya kipindi cha uchaguzi mkuu. Haya ni mashtaka ya kwanza dhidi ya watu wanaoshukiwa kushiriki maandamano. Hati ya mashtaka dhidi yao iliyowasilishwa katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam imesema washtakiwa walibuni njia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa madhumuni ya kuitisha ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kusababisha uharibifu wa mali za umma. Hata hivyo, hakukuwa na ufafanuzi zaidi kuhusu mashtaka hasa dhidi yao, isipokuwa dhidi ya mshitakiwa mmoja ambaye ni mfanyabiashara Jennifer Jovin Bilikwija maarufu Nifa. Nifa ameshtakiwa kwa kosa la uhaini, akidaiwa kuwahamasisha wananchi kuvuruga uchaguzi na kuwahimiza kununua barakoa za kujizuia na gesi ya kutoa machozi wakati wa maandamano dukani mwake. Makosa ya uhaini nchini Tanzania mara nyingi huchukuliwa kama nyeti kisiasa na adhabu yake huwa ni kunyongwa hadi kufa. Rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania Boniface Mwabukusi alinukuliwa na vyombo vya habari akisema washitakiwa hao hawakuwakilishwa na wakili yoyote. Maandamano hayo yalichochewa kwa kiasi kikubwa na hasira ya raia walioghadhabishwa na hatua ya wagombea wawili kutengwa kwenye uchaguzi na wanasiasa wawili wakubwa wa upinzani kuondolewa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Miongoni mwao ni mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anayekabiliwa na mashtaka ya uhaini. Alikuwa ni Lilian Mtono. Tunabakia nchini Tanzania. Kama ulivyosikia tamko hilo la makundi ya haki za binadamu na kutaka kujua msingi hasa wa tamko hilo la pamoja lililotolewa leo, nimezungumza muda mfupi uliopita na Fulgence Masawe ambaye ni kaimu mkurugenzi wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini Tanzania LHRC, na kwanza nimemuuliza ikiwa wamepata ushahidi juu ya mauaji walioyataja kuwa ya kulipa kisasi dhidi ya waandamanaji. Kulingana na mazingira ambayo baadhi ya wahanga wa mauaji haya yaliyotokea kidogo yamekuwa na walakini, na kwa bahati nzuri vyombo vya habari vimeripoti na watu wengine ni watu maarufu ambao walikuwa wanajulikana kabisa hawakuwa wanashiriki kwenye maandamano. Wengine wameuliwa majumbani, wengine wanatoka kufanya manunuzi wanauliwa. Kwa hiyo ni mazingira hayo ndio yamepelekea kwamba kuna watu ambao wamedhurika ambao walikuwa wahusika kwa namna moja au nyingine. Kuna Shehe wa Mabibo, huyo aliuliwa. Kuna mwandishi wa habari huyo wa Clouds Mastatinga na aliuliwa. Kuna mwanasheria Peter Makundi naye ameuliwa. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo yamepelekea kwamba kuna nguvu iliyotumika ambayo haikuwa proportion na kilicho kinatokea, itaenda kuathiri watu ambao walikuwa wahusika hata na maandamano kabisa. Lawama juu ya hayo yaliyotokea mnazielekeza wapi? Lawama kubwa ni kwa pande zote mbili. Cha kwanza ni upande wa serikali ambao alikuwa kama meza ya majadiliano ya mapema kumaliza tofauti, lakini na wale ambao walitafuta njia ambayo ya kupeleka malalamiko yao, ambao pia nao huenda kuna sehemu ambapo walizidisha pale kidogo, kwa sababu kama ni maandamano yalitegemewa yao ya amani, lakini ndio hivyo sasa tumeona kilichotokea. Kwa hiyo kusema tunalaumu kwanza wale ambao walishindwa kujenga mazingira ya kwamba haya yote yasijatokea,
tungefanya uchaguzi katika mazingira ya amani. Mnaridhishwa na hatua ambazo tayari zimechukuliwa tangu ripoti za mauaji zilipoanza kutokea? Kwa jumla inaonyesha serikali ya Tanzania iko kimya kabisa. Serikali tukisema iko kimya tutakuwa tunakosea, kwa sababu imekuwa inafanya vitendo zaidi. Ni kwamba serikali imeendelea kuundwa, bunge limeitishwa, kwamba mambo yanaenda kama kawaida, na leo watu 147 wamefikishwa mahakamani kwa makosa ya uhaini. Kwa hiyo ukisema serikali iko kimya, imekaa kimya kwa mdomo, lakini kwa vitendo kuna vitu inafanya. Lakini hata hivyo, waziri wa mambo ya nje aliongea mapema na kukanusha kama kulikuwa kuna mauaji wala hakuna ushahidi wowote. Kwa hiyo ukisema serikali haijafanya, imeshaongea kupitia kwa waziri wa mambo ya nje, lakini pia umeona inafanya kwa vitendo zaidi kuliko hata kwa maneno. Rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, ambacho hiki ndio chombo kinachosimamia wanasheria wote upande wa Tanzania bara, amezungumzia hii kesi iliyoitaja ya vijana na watu wengine waliofikishwa mahakamani kwa makosa ya uhaini. Kwa maoni yake, Bwana Mwabukusi anasema ni aibu waliotakiwa kushtakiwa leo ndio wanawafungulia mashtaka wengine, na ameendelea kusema ni vihaka kwa mfumo wa utoaji haki. Nyinyi watu wa mashirika mkisikia kauli kama hii mnapata tafsiri gani? Nafikiri ametumia taaluma yake ya sheria kwa kuangalia ile misingi ya makosa ya uhaini. Ukisoma sheria zetu, misingi ya makosa ya uhaini na ukaangalia aina ya jambo lililotokea, huenda halifanani na kosa husika. Na ndio maana tukiangalia hata kesi iliyoko mahakamani ya mwenyekiti wa chama cha upinzani huyo, pia kosa la uhaini limekuwa ligumu sana kwa kuliendesha mahakamani, na japo kesi bado haijamalizika tujue mwisho wake. Lakini kutoa uhaini kwa mazingira kama hayo labda ndio imepelekea yeye kutoa maoni kama hayo. Lakini wakati tunasema kwamba tunahitaji meza ya majadiliano, ilikuwa ni muda ambao busara kutumika zaidi kuliko nguvu. Ni Fulgence Masawe huyo, kaimu mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania LHRC, nilipozungumza naye muda mfupi uliopita. Tuelekee sasa nchini Sudan. Milipuko mikubwa imeripotiwa karibu na eneo ambalo linadhibitiwa na jeshi la serikali karibu na mji mkuu wa Sudan, Khartoum, leo Ijumaa. Mashahidi wa tukio hili wamesema hii imetokea siku moja baada ya wanamgambo wa RSF kusema kuwa wataheshimu mpango wa kusitisha mapigano kwa muda kwa ajili ya kuruhusu misaada ya kibinadamu. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karimera. Mkazi mmoja kutoka viunga vya mji wa Khartoum, Mathrani Omdurumani, ameliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotaja jina lake kwa kuhofia usalama wake kwamba waliamshwa na milipuko ya mizinga tangu saa 8 za usiku karibu na kambi ya kijeshi ya Wadi Saidina. Mkazi mwingine amesema kwamba ilipofika saa 10 za alfajiri walisikia mngurumo wa ndege zisizo na rubani za drones dakika chache kabla ya kusikia mlipuko mkali karibu na kiwanda cha umeme, kabla ya umeme huo kukatika kabisa katika eneo hilo. Katika eneo jingine la Atbara ambalo linadhibitiwa na jeshi la Sudani takriban kilomita 300 kutoka mji mkuu wa Khartoum, mkazi mwingine amesema ameshuhudia droni nyingi za kivita zikiendelea kupishana angani saa 9 za usiku, lakini baadaye mfumo wa ulinzi wa anga wa Sudani ukazidungua na kusababisha wingu zito la moshi kutanda angani. Kwa upande mwingine, mashirika ya huduma za kibinadamu yanaendelea kupaza sauti dhidi ya hali mbaya inayoshuhudiwa mjini El Fasher licha ya RSF kutangaza kusitisha mapigano kwa muda. Shashwat Sarafa ambaye ni mwakilishi mkazi wa shirika la misaada la Norway ameonyesha wasiwasi wake kuhusu usalama na hali za wakimbizi wanaoingia katika kambi ya Tawira mjini El Fasher.